Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu sana, karibu tena katika kuangazia taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kumeki headline kwenye mitandao ya kijamii. Kama ilivyo kawaida, mastori mbalimbali unajipatia hapa: michezo na burudani, habari za udanko, habari za kisiasa na habari za kijamii. Biomedia tuko vyema katika kukuhabarisha. Kama kwanza hujasubscribe, karibu kwa ajili ya kusubscribe uweze kutufuatilia na kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa za kwetu. Baada sisi leo tunaangazia taarifa ambako Jay Melody kumbe ametuma ujumbe wa vitisho kwa Mwijaku. Kazidi kumfuatafuata, atamburuza jela. Mambo yamekaje kwa upande wa Jay Melody pamoja na Mwijaku? Karibu sana. Hii ni story ambako katika tasnia ya burudani nchini Tanzania imeweza kuchukua sura mpya kiukweli. Hii ni mara tu baada ya msanii maarufu wa muziki wa Bongo Flava bwana mkubwa Jay Melody kuingia kwenye mzozo mkali na Mwijaku, mhusika maarufu wa mitandao ya kijamii kama ambavyo wengi tunamfahamu. Sasa mgogoro huu umeibuka baada ya Mwijaku kutoa maoni hasi kuhusu kazi za muziki za Jay Melody, akidai hazina ubunifu wa kutosha na haziwezi kushindanishwa kimataifa. Kauli hii bana imezua mjadala mkubwa mitandaoni, unaambiwa mashabiki na wadau wa muziki wakigawanyika sasa kwenye mitazamo ya kwao. Jay Melody kupitia ukurasa wake wa Instagram hakusita kiukweli kujibu kwa ukali, akimtumu Mwijaku kwa kuendeleza na kuendekeza tabia yake ya kumdhihaki mara kwa mara. So si mara ya kwanza amekuwa akifanya hivyo mara kwa mara, na msanii huyo alisema kuwa amechoshwa kiukweli na kejeli za Mwijaku ambazo zimekuwa zikimchafua mbele ya mashabiki zake. Na katika ujumbe wake kupitia Instagram yake, Jay Melody moja kwa moja aliweza kumtahadharisha Mwijaku kwamba endapo ataendelea na tabia hiyo, basi ataweka mambo kwenye mikono ya sheria ili kila kitu kiweze kwenda sawa. Kauli ya Jay Melody kwamba Mwijaku anaweza kuishia jela endapo ataendelea kumsema vibaya mitandaoni imekuwa gumzo kubwa mitandaoni. Mashabiki zake wameonyesha mshikamano, wakimsihi asimame imara katika kutetea heshima na kazi yake ambayo anaifanya. Lakini pia wengine wamesema kuwa wasanii wanapaswa kuwa wavumilivu kwa maoni ya ukosoaji, yani ukikosolewa we kausha tu, wakisisitiza kuwa ukosoaji ni sehemu ya safari ya masuala mazima ya sanaa. So mtazamaji wa Biomedia, katika upande mwingine tunaangazia Mwijaku amejizoleo maarufu, tunafahamu, na hii ni kutokana na tabia yake ya kutoa maoni yenye utata kuhusu watu maarufu, ingawa mara nyingine kauli zake pia zimekuwa zikichukuliwa kama utani au uchambuzi wa burudani. Lakini mara hii kwa upande wa Jay Melody imeonekana kuvuka mipaka sasa, na kwa mujibu wa mashabiki wa Jay Melody, maneno ya Mwijaku hayakuwa na lengo la kujenga, lakini yalikuwa na lengo la kumdhalilisha moja kwa moja. Tukio hili limeweza kufungua mjadala mpana sana kuhusiana na uhusiano kati ya wasanii na wanamitandao. Wapo ambao wanaamini kwamba mitandao ya kijamii imekuwa chachu ya kuendeleza bifu zisizo na tija, lakini wengine wakiona migogoro hii kama mbinu za kutengeneza umaarufu na mambo kama hayo. Lakini bila kujali mtazamo wazi kwamba sakata hili basi limevutia hisia kwa mashabiki wengi na kuongeza moto katika tasnia ya masuala mazima ya burudani. Kwa ujumla, mzozo wa Jay Melody pamoja na Mwijaku unaonyesha namna ambavyo mitandao ya kijamii inaweza kuchochea migongano mikubwa kati ya watu maarufu kama ambavyo tumeona kwa Mwijaku pamoja na Jay Melody. Lakini pia sakata hili pia linatoa funzo kwa umuhimu wa kuheshimiana katika kutoa maoni, hususan yanapohusisha kazi na sanaa ya mtu. Wakati Jay Melody akisisitiza kuchukua hatua za kisheria, mashabiki wanasubiri kwa hamu kuona kama vita hii ya maneno itakwisha mezani ama itafikishwa mahakamani kama ambavyo alidai Jay Melody. Nasi kwa pamoja kama Biomedia tunaangazia kuona taarifa hii tamati yake itakuwa ni gani. Kwa mantiki hiyo basi, update mbalimbali zitakuwa zinakujia kila wakati kupitia channel yetu. Muhimu ni kuendelea kutufuatilia pasi na kukosa taarifa mbalimbali. Endelea kusubscribe, kushare, kulike, kucomment, itakuwa inapendeza. Call me official Rosdy. Till next time katika kuhabarika zaidi.